Wizara ya mambo ya nje ya Russia imelaani kile kinachofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran pamoja na kusababisha mgogoro wa kimataifa ambao unaendelea kuongezeka na kushadidi katika ulimwengu kwa ujumla. Katika taarifa yake siku ya jana Jumatatu, wizara hiyo ilisema ukubwa wa ukali wa mashambulizi ya Marekani na Israel unaongezeka, huku mashambulizi ya kigonga sio tu malengo ya kijeshi bali pia miundombinu ya raia. Ilibaini kuwa vifaa vya nyuklia vilivyo chini ya ulinzi na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA vimelengwa na kuongezeka kwa masafa. Wasiwasi hasa ulitolewa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kwenye kinu cha nyuklia cha Bushehr ambacho Moscow ilisema imesababisha hasara na kuongeza hatari ya janga la radiolojia kali zaidi kuliko janga Chernobyl. Mgogoro huo tayari umeua maelfu ya raia wakiwemo wanawake na watoto na kusababisha mateso makubwa katika shule, hospitali na maeneo ya urithi wa kitamaduni yameharibiwa vibaya, wakati ujumbe wa kidiplomasia na ubalozi umeshambuliwa kinyume na mkataba wa Vienna, ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Russia. Kulingana na Moscow, matukio ya uharibifu ya Marekani na Israel pia yamesababisha usumbufu mkubwa wa nishati na usalama wa chakula duniani, kuzuia njia muhimu za vifaa na soko kudhoofika na kulazimika baadhi ya nchi kuanzisha mgao wa mafuta, wakati wataalamu wanaonya juu ya kushuka kwa uchumi na kupanda kwa mfumuko wa bei katika uchumi ulio hatarini. Wizara hiyo ilitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama, ikielezea hali kuwa mbaya zaidi na ipo katika hatari ya kuteleza. Ilikaribisha juhudi za upatanishi za Pakistan, Uturuki na China na kuashiria wito wa hivi karibuni wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa pande zote mbili kusitisha mapigano. Moscow ilisema azimio la diplomasia bado linawezekana na kuzitaka pande zote kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuliingiza eneo hilo katika machafuko makubwa zaidi. Hata hivyo, wakati huu inaeleza kwamba Mashariki ya Kati ni kama vile imewashwa moto, na hili ni kutokana na kile kilichofanywa na Rais wa Marekani Donald Trump kuanzisha mashambulizi ya mnamo Februari 28 dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran imesema itajibu vikali mashambulizi yote ambayo yatafanywa na Marekani baada ya kutolewa kwa saa 24 zilizotolewa na Rais Donald Trump kwamba ataifanya kuwa kuzimu. Rais wa Marekani Bwana Trump amezidisha mvutano huo kwa kutoa matakwa mazito kwa Tehran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ambao umesalia kufungwa tangu mzozo huo kuanza Februari 28. Fungueni mlango mwembamba wa Hormuz, wanaharamu wenda wazimu, au utakuwa unaishi kuzimu, aliandika kwenye mtandao wa kijamii, akitishia kubomoa vinu na madaraja ya nguvu za Iran ikiwa haitafanyika siku ya Jumanne usiku, siku ya leo saa 2 usiku. Tehran inashikilia kuwa njia kuu ya maji imefungwa kwa usafirishaji wa mafuta tu na ya Amerika na washirika wake. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu maneno ya Trump Jumatatu, Peskov, msemaji wa ikulu ya Kremlin, alisema kwamba tumeona taarifa hizo, lakini tunapendekeza kutotoa maoni juu yao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.